Israel inasema kwamba haitoachana na vita katika ukanda wa Gaza hata kama Uingereza, Ufaransa na Canada wanatoa vitisho vya kuweka vikwazo dhidi ya taifa hilo. Danon anaeleza katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon ametoa hotuba yenye nguvu katika mkutano huko katika Umoja wa Mataifa, akikataa wito wa kimataifa wa kusitisha vita dhidi ya Hamas na kushutumu Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kimaadili katika jibu lake la hadi Oktoba 7. Akijibu hatua za hivi majuzi za Uingereza, Ufaransa na Canada kuzingatia vikwazo dhidi ya Israel ikiwa itaendelea na operesheni zake za kijeshi huko Gaza, Danon amesema kwa dharau nchi hizi zilitishia Israel kwamba hatutasimamisha vita, watatuwekea vikwazo. Nina habari kwa wale viongozi mashuhuri waliotia saini tamko hili: hatutosimamisha vita, hatutosimamisha vita na kuacha nyuma mateka 58, hatutosimamisha vita na kuacha Hamas madarakani. Wanapaswa kuielewa na kutunga mkono, anasema Danon. Tumejitolewa kwenu na hatutaacha hadi tuwarudishe watu wa nyumbani. Hiyo ni dhamana. Lazima tuhakikishe mateka wote wanarudi nyumbani. Lazima tuone wanarudi nyumbani. Danon anatoa maoni yake kuhusu shughuli za UNRWA za Martin Griffiths, ambapo balozi huyo pia alilaani matamshi yaliyotolewa wiki iliyopita na chini ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu Martin Griffiths, ambaye Danon alimtaja kimakosa kama Tom Fletcher ambaye alishutumu Israel kwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Wiki iliyopita katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mkuu wa Umoja wa Mataifa chini ya katibu mkuu wa misaada ya kibinadamu Tom Fletcher alitulaumu kwa kufanya mauaji ya halaiki. Huyu si balozi kutoka Syria ama Libya. Tumezoea kusikia hivyo kutoka kwao, lakini huyu ni afisa wa Umoja wa Mataifa, Danon anasema. Ujumbe wangu kwake ulikuwa wazi kabisa: hatutoshirikiana naye hadi afute maneno yake na kutuomba msamaha. Ni aibu kwamba afisa wa Umoja wa Mataifa anashutumu Israel kwa kufanya mauaji ya halaiki, aliongeza bwana Danon. Danon alihifadhi baadhi ya shutuma kali kwa UNRWA, wakala wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina, akisema sote tunakubali kwamba UNRWA imeshindwa, Danon alisema. Hata hivyo, Danon alisema tulipitisha sheria muhimu sana nchini Israel ili kuthibitisha kwa ulimwengu kwamba tunaweza kuendelea bila UNRWA, alisema. Lakini angalia kile kinachotokea. Hata katika wiki iliyopita Marekani inatoa utaratibu mpya wa kuunga mkono juhudi za kibinadamu huko katika ukanda wa Gaza, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres anasema hatashirikiana nao. Unawezaje kueleza hilo? Je, wanajali sana watu wa Gaza? Anasema bwana Danon. Basi mtazamaji wa The World News, hizo ni kauli za viongozi kutoka katika taifa la Israel. Hata hivyo, wanasema kwamba wataendelea kuipiga Gaza hata kama kuna vitisho kutoka katika mataifa kama vile Uingereza, Ufaransa na Canada na mataifa mengine ulimwenguni. Kamwe wao hawatojali, wataendeleza mapambano hadi wahakikishe kundi la wapiganaji la Hamas limeondoka katika taifa hilo la Kipalestina, kwa maana katika eneo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.